uko sawa kiasi gani mpaka leo, Jumapili ya kwanza au ya mwisho ya mwezi unaoisha na mpaka sasa? Kwa sababu nakaa kati ya watu wenye nini, na macho yangu yamemwona nani? Na hajasema ile tu kumwona, akagundua kwanza midomo yake ni chafu, na anakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Mdomo ni hatari sana. Sasa wewe umesema yapi tangu tulipokutana Jumapili ile ya mwisho wa mwezi wa ngapi? Wa kwanza, mpaka Jumapili ya mwisho wa mwezi wa pili? Mdomo wako umeukontrol kiasi gani? Umezungumza yapi? Tupilia mbali kutaka unachotaka, kwa sababu unachotaka unaweza usikipate kwa sababu ya ulivyo, lakini ukweli Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akakaribia malaika akiwa na kaa, akalitwaa kaa moja, akabidi kwanza achome mdomo. Inaitwa kutakaswa, kusafishwa. Lakini lazima ugundue uovu wako. Mungu haji kama kibaka kwa kusafishe bila wewe kujua shida yako iko wapi. Huyu shida yake alikuwa amejua, anasema mimi shida yangu ni mdomo mchafu, na ninakaa kati ya watu wenye midomo, sio miguu, sio mikono. Shida ilikuwa ni mdomo. Kuna watu wana midomo michafu kuanzia asubuhi, kazi yao ni kusema watumishi wa Mungu kama kwamba wamewaita wao. Unawakuta kwenye vijio hata wamekusanyika, wanaanza mmoja mmoja. Kama ni Wakatoro hapa wanaanza, kama ni wa Mwanza, kama ni wa nataka uangalia, anasema Isaya, mdomo wangu mchafu, na ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Wanajua marafiki zake na watu wanaokuwa wanaongea nao, midomo yao alikuwa naelewa kabisa. Unaweza ukatumika, lakini bado mdomo wako ukawa tatizo, ukawepo kanisani. Na midomo inaharibu vitu vingi sana. Sasa ulimi huwa ni kiungo kidogo, lakini unayeweza kusikia ile sio mwepesi wa kusema. Hata kama umesikia ndani yako watu wanamsema hivi, wewe hutaki kufanyia kazi maneno unayoyasikia kwa watu. Si una Mungu muulize. Hilo siuliza Mungu. Ile sehemu hata kwa vijana na mabinti, nizungumzie katika elimu ya kuoa na kuolewa. Usifanyie kazi maelezo au maneno ya watu. Yourself na wako nje. You have to ask your God. Shida kwenye midomo. Sasa kuanzia Jumatatu mpaka sasa huko mbele za Bwana umesema nini? Nasemaje katika Isaya 59? Nasema midomo yenu imenong'ona matatizo. Mdomo wako lazima utakaswe.
sana ni kwa faida. Nitaka uyaelewe haya ya kusaidia. Midomo yenu imenena uongo na ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Mstari wa 3, vipengele kadhaa katika elimu ya mdomo na ulimi. Kwa hiyo lazima sasa uanze kuangalia kama umeongea nini. Daudi akasema mawazo ya moyo wangu lakini shida na maneno ya kinywa changu maeneo Mungu. Haleluya. Amen. Tunarudi huku kwenye Biblia anasema nani mtanitafuta na kuniona. Sasa tunakwenda kumuona sasa. Tuna mengi yanazaliwa. Lakini ni bora yazaliwe ili ujue mapema ili utengeneze kuliko kuja kuandika ile siku ya point ya mwisho. Mambo mazuri, nikaribishe watu wanaoweza kuja kutuambia ni nini Yesu amefanya. Kuna kitu ambacho nilitaka isiwe tabia yako wewe mshauri yako. Isiwe tabia yako. Kuna neno ambalo linatakiwa isiwe tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno gani hili? Kwa sababu kila neno baada ya kutoka hapa nilikuwa na ugonjwa niliwahi kushuhudia hapa, lakini pia huo ugonjwa uliingia tena kwa mara nyingine. Nilikuwa na ugonjwa wa bawasiri unanisumbua sana, lakini toka siku hiyo nimekuwa dhabihu Jumapili hiyo ya wiki iliyopita mpaka leo tunapozungumza hapa, hiyo hali sisikii tena. Pia ninamshukuru Mungu, nilipotoka hapa Jumapili kuelekea kazini, kwa kweli nikiwa katika ibada ya Jumapili hapa, mahali isiyokuwa ya kawaida, niliona mimi kwa kweli ni Mungu. Maana ni wale watu walikesha kuwalani wakitoa mzigo. Nilipokuja kuingia mimi kwenda kutoronga, nikakutana na kiza. Wewe unaweza ukaona mtu anatembea kumbe sio mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata wewe unaweza ukaona unatembea lakini sio mzima. Amina. Kuna mahali na changamoto. Na kwa nini watu wengi changamoto zao waziondoki? Wengine shida zao waziondoki kwa sababu wanafikiri wanajua kuomba. Wanaweza kufunga, wanaweza kwenda mlimani, wanaweza. Hapo ndipo shida za watu wengi haziondoki. Sasa wewe ukiaja na Biblia ukibeba pochi kubwa hivyo, anasemaje? Je, hili ndio jambo linalotatiza maelfu. Billions of people, they are suffering because of ignorance. Kuna kitu hapo kubwa sana. Umekiona? Lakini Yehoshafat akasema, Je, hapana nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye ili tumuulize Bwana kupitia yeye. Lakini Yehoshafat alikuwa na ufahamu, alikuwa na matatizo yamekuwa oversize, alikuwa anajua. Akasemaje? Je, hapana hapa nabii wa Bwana? Kuna nabii wa Bwana hapa ili tumuulize Bwana kwa yeye. Ndio hivyo hizo. Uende huko utafikana hatimo angi wasema ili tokamo ukiosema kubetelabwe niteke tokamo ukiosema kubetela. Sasa watoto yaumiza moja kwa moja kukuja kubetela kwanza kuliki kulowe ya wata manani
kuna kaujinga kwenye eneo hili wamewaweka. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaishi na matatizo yako kwa muda mrefu sana, kwa sababu bado hapa pana shida katika eneo hili. Unafikiri kwa sababu unajua kufunga, unajua kuomba, kila kitu unaweza ukaomba, kila kitu unaweza ukaenda utayapokea kutoka mbinguni bila kupitia kwa Yesu. Hicho ndio Kiswahili kingine. Kama unataka uponyaji, huu uponyaji utapitia kwako, unakuja kwako. Yesu anasema utaweka mikono. Sasa ninapoweka mkono, sasa watu wengi wanaendelea kukaa na matatizo kwa sababu ya kutokutambua manabii. Sio wote, kuna mgawanyo katika eneo la unabii, kuna mgawanyo. Sio kila nabii anaweza kuwa anaponya watu wote yote, kwamba aliombea mtu akapona. Hakuna mahali Yohana Mbatizaji nabii aliwahi kutoa pepo. Daniel alikuwa ni nabii, lakini kuna manabii wa shuhuda.